Kasako Media. One power ahead. Hii ni yetu sote. Na kama ilivyo Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam, basi na sisi tuna Baba Juma Stadium katika mkoa wa Kigoma kwenye kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Karibu sana katika mchezo ambao ni wa kupendeza, mchezo ambao unahitaji hatua kali kabisa kuelekea hatua nyingine. Ni AFD Maendeleo dhidi ya Jashiam Bilombe. Tayari wameingia kuanza zile kanuni za soka kwa ajili ya kuzimenya dakika 90 za maangamizi. Na ikiwa watashindwana, basi mikwaju ya penalty itakuwa kuamua ni nani ambaye anaibuka katika hatua nyingine. Ni moja kati ya mchezo ambao ni mzuri sana, hasa timu zote hizi zikiwa kwamba zimejihakikishia kwamba zipo sahihi na zipo imara kwa ajili ya kuanza kuzimenya vizuri, na tayari wamechukua nafasi. Hakuna muda wa kupoteza. Wameanza kupeana mikono, ishara ya kwamba huu ni mchezo wa familia, mchezo ambao si wadui, badala yake ni mchezo wa upinzani. Upinzani wa kuzisaka pointi za kukusogeza mbele, lakini sasa ni hatua ya 16. Si hatua ya kutafuta pointi, ni hatua ambazo unahitaji kuibuka mshindi wa mchezo mzima. Mchezo wa kutafuta pointi mnaweza mkasare, basi kila mtu akakusanya pointi moja, lakini huu mchezo sio kutafuta pointi, ni mchezo ambao unahitaji kuushinda mchezo moja kwa moja kwa ajili ya kukashia kwamba na welcome back again baada ya taratibu zote zile za kabla ya 90, na tayari mali imesogezwa, dakika zimeanza kuhesabiwa. Mali iko eneo salama katika upande wa AFD Maendeleo. David anaanza sifuri tena, imepotea na imepenyezwa ndefu nzuri katika njia nzuri, ana control Rika, cheza back pass, inasogezwa tena katika njia za Grade, anaipokea tena mbedoni, madhamu yametafsirika, wananufaika AFD Maendeleo. El Captain anaiweka karibu mwa uwanja, ana control Mwami wa Tendere. Paul Nasri karibu mwa uwanja, anaiweka juu na kataliwa kwa Hida, ana control El Captain, anaicheza ndefu katika njia za Cesar, itakuwa ni nzuri ikifika, na imefika, anaisogeza kwa Hida, bado anaishi na mali kwa tackling nzuri, lakini bado faida nayo ni Cesar tena, ni nje ya 18 ya Cesar, na kucheza naye V-pass imewekwa juu na malizo kwa Hida, na ikatajwa spin, super save. Mgongo Hida nzuri na Domboro, lakini ni kama alikuwa na maagano na Jospin, mlinzi wa nyavu wa Jashiam Bilombe. Njia zinatafutwa, madhambi yametafsirika, ni free kick ananufaika Jashiam Bilombe. Jean Kaula Mwami wa Tendere, Kaula tena anaicheza vizuri, anamkataa Alaba, na gongwa Hida. Kaula mulu wa dhahabu fanya acrobatic, lakini haijamlipa Richard. Master anacheza, wote wamekuja kulitafuta. Nuru imekuwa nzuri tena katika njia za kupita, anaisogeza, anaichukua mzaliwa Casemiro, na gongwa Hida katika uwanja, back pass. Dennis amesafirisha mawasiliano, anayo safi na kuicheza Dipa. Cesar anaipokea kwa V-pass nzuri, cross, eneo nzuri, good position. El Captain! What a goal! Ni El Captain Rashidi. Tu zimetosha kulala Jashiam Bilombe. What a goal! El Captain de l'équipe. AFD Maendeleo amesimama, amewasimamisha El Captain de l'équipe Rashidi Isaya. What a goal! What a player! Hivi ni vitu vya wale wenye kujua tu pekee. Wezi kupewa kitambaa cha unaoza kama hivi, si vitu vyako. What a goal! Anaitwa El Captain de l'équipe Isaya Rashid. Wow! Watara! Wow! 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 What a goal! What a player! Kamba nzuri kweli kweli. Ni ndani ya dakika 12 tu zimetosha kulala Jashiam Bilombe. Amewasimamisha watu wa zone ya pili, amewasimamisha wadau wa soka wa AFD Maendeleo, amewasimamisha mashabiki wa AFD Maendeleo. Ni super maestro Isaya El Captain. What a goal! Aliweka juu tu kidogo, Jospin akalala chini, imewekwa cross nzuri na Cesar akaipokea na kuitendea haki. Kamba kweli kweli, 12 tu zimetosha.
wameanza kwa kutoka nyuma sasa. Jean Bilombe wapo katika dina, wameanza Jean Bilombe. Paul Nasri anacheza kwake Jean Master Kaula. Cesar tena mali imeondoshwa nje na Jean Kaula, ni mali ya kurusha, wananufaika AFD Maendeleo ambao mpaka sasa ndio vinara wa mchezo. Dakika 12 tu zimetosha kabisa kuwasimamisha AFD Maendeleo. Grade Kaula, Paul Nasri, mulu wa dhahabu, cheza pasi nzuri pembezoni mwa uwanja. Grade tena, Grade anaiminya vizuri, cheza na Jean Kaula. Mali imepenya, njia zina ana control. Jean Kaula anakataliwa na Dipa. El Captain cheza pasi mka. Sadi anacheza ndefu pembezoni mwa uwanja, mawasiliano yamefika. Ni Richard anatafuta njia, anaipata Richard tena na kijiji chake. Richard anataka pasi nzuri. Jean Master cheza back pass kwa Kevaran, imewekwa cross nzuri, cross mkunjo anakataa Biamsi. Paul Nasri, Dipa, Sadi amecheza ndivyo sivyo, anaitengewa tena Felix. Ni Felix anatafuta njia, acha kwake Ndombolo, imewekwa tackling nzuri na Marcelo. Grade amepunguza jahazi, naikataa la Baigen. Mali medama nje ndani ya kurusha kwa faida ya Jean Bilombe. Mpaka sasa mchezo umetawaliwa na rangi ya kijani. Mkoa wa Kigoma sasa ni wa kijani. Kambi ya wakimbizi na Rugusu mpaka sasa ni ya kijani, kwa bao moja ambalo wamelishinda. Imewekwa pasi nzuri tena Jean Master. What a goal! Ni Jean Master anaufanya mchezo kusoma sawa. Dakika 25 zimetosha Jean Master kuwasimamisha Jean Bilombe. Hawaamini macho yao AFD Maendeleo. Ni kama mjusi uliokanyagwa, macho inawatoka tu. Ni Jean Master. Kish. What a goal! Ni mguso mmoja tu tayari Hussein lango lake limekuwa wasi. What a goal! Ni kama watu hawakutegemea kama hichi kinaweza kutokea. Goli limefungwa kimya kimya, watu wamesherekea kimya kimya. Ni Jean Master. Ukizungumzia Yamini Yamal uko Ulaya, na sisi tunakuletea Jean Master. Mwili wa dhahabu, akili ndogo, mwili mdogo, akili kubwa. What a goal! Jean Master 14 mgongoni, anaitendea haki katika uwanja wa Bajuma Stadium. Kamba nyavu imetikisika. Mpaka sasa milango yote ni sawa, mzani unasoma sawa. Sasa moja pande zote, dakika ikiwa ni 25, tayari mabao mawili yamepatikana. Bao la kwanza limepatikana kwa dakika 12 akilifunga El Captain Isaiah Rashid, na bao la pili amemjibu Jean Master ndani ya dakika 25. Vini. Hussein mlinzi wa nyavu wa AFD Maendeleo anacheza mita 6. Anaiweka ndefu, inagongwa hida. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika, huku mchezo ukiwa na matokeo ya moja pande zote. Ni muda wa dakika 15 za mapumziko, kisha kuja kumaliza dakika 45 nyingine ambazo ndio zina matokeo sahihi ya huu mchezo. Lakini hata hivyo, dakika 45 za kipindi cha pili wakishindwana, basi mikwaju ya penalti itakwenda kuamua ni nani kuibuka katika hatua nyingine ambayo ni hatua ya 8 bora, hatua ya chungu na tamu. Mimi naitwa Ishara Update, niko na Omikan Kikofia. Tukutane kipindi cha pili. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Karibu sana katika dakika 45 za kipindi cha pili kwenda kukamilisha zile dakika 90 za maangamizi, na tayari kabumbu imeanza kuchezwa. Iko miguu salama kwa Ndombolo tayari kucheza shoot.
Ni Raymond Kabwe nyuma ya mali. Iko na nafasi yake nzuri kucheza free kick kulitafuta lango la Hussein. Ni Raymond Kabwe. Waka cross nzuri anaikataa Hussein. Super save. What a save. Ni Hussein. Hatuwezi kumsifu tu aliyecheza free kick nzuri kweli. Wenda ingekwenda upande mmoja ingeza matokeo chanya kwa faida ya Shashamblombe. Save hizi sio geni jijini, labda kwa wageni jijini, lakini save hizi tumezizoea. Ni moja kati ya save ambazo ukizipeleka ukweni unapewa mke bure kabisa. Save ambazo ukizipeleka bank unapewa mkopo bure kabisa. What save iko ni save ya jioni kabisa kutoka mikono salama ya Hussein. Ni kona. Yuko kona nzuri tena, cross utamu na gongwa heda. Jaribu kuirejesha na kataliwa kwa heda tena. Paul Nasri anza 0. Varane. David Alaba anaikataa Grade. Control Jean Master. Zedi Pro na Maestro El Captain katika uwanja tena. Katika uwanja ni David. Anaweka pasi nzuri katika njia za El Captain Maestro. El Captain anajaribu kucheza pasi ya chini chini kwa Cesar. Back pass El Captain tena. Waka cross utamu na kumaliza kazi. Jospin ni wa kwanza kuchukua. Grade anapita nayo mali. Grade anapanda nayo akiwa taratibu tu, anaziomba njia, anaisogeza tena. Nafasi nzuri ni Rika, anaipokea. Rika anachekecha vizuri na kuweka cross utamu. Richard afanya acrobatic. Ni Richard, acrobatic nzuri ya kihistoria katika uwanja wa Bajuma. Ni Shashamblombe again. Ni majogoo wa kambi. What a goal. Ni Richard. Ni kutoka nje ya mita 18. Lango la Hussein zimekubali. Majukumu aliyoshinda kuyafanya Hussein, nyavu zake zimemsaidia. What a goal. What a acrobatic. Ni nzuri kweli kweli. Moja kati ya mabao ya kihistoria. Moja kati ya mabao ambayo yataishi milele. Moja kati ya mabao ambayo hayatosaulika katika ardhi ya wakimbiza Nyarugusu. Ni Richard. Ilicheza cross nzuri na Rika akaitendea haki kwa kufanya acrobatic. Richard ni kamba nzuri kutoka nje ya mita 18. Mabao yataishi milele. Mabao yatazungumzika milele. Mabao ya kihistoria. Vizazi na vizazi vitakuja kutazama haya mabao. Moja kati ya mabao ambayo hayatosaulika katika ulimwengu wa soka. Bao limewekwa na Richard. Wamerudi katika uwanja tena. Haifede maendeleo. Ula Mwami watendee ambaye ni mwami katika huu mchezo. Anza 0 kwake Sadi baba mzazi. Jaribu kuicheza ndefu lakini Amos Ndombolo amemkataa. Umiliki wanao Haifede maendeleo ni Amos Ndombolo. Anakataliwa na mzaliwa Casemiro. Mali imerushwa na gongwa ila tena. Nafasi nzuri anaicheza Dennis lakini haijamlipa. Itachezwa mita 6. Anaanza Jospin, mlinzi wa nyavu wa Shashamblombe. Sabu inakwenda kufanyika. Anadhama nje mchezaji Jean Master. Amekipiga dakika za kutosha, ikiwa tayari amecheza dakika 75 kwa jumla. Nafasi yake inakwenda kuchukuliwa na Jike Eritier akiwa na uzi 11 mgongoni.
ni mshua wa nyeupe na blue. Mchezo ndefu tena, nafasi nzuri Lambro anaweka pasi nzuri tena kwa Kel Kapten na penyuza nzuri Casemiro. Inasogezwa kwa Heda, ni Jean Kaula, nafasi nzuri Jean Kaula, it's Jean Kaula, ni Jean Kaula. Nimekuita mara tatu naoza, nimekuita mara tatu mwami, kamba tatu zimekubali. Nao wajua hawa ndio majogoo wa kambi, nao wajua akikupiga amekuwa amekupiga pa kutosha. Ni maestro Jean Kaula. Ule mjadala umemalizika, yale maswali tayari tumejibiwa. Kamba nzuri kweli kweli, imepanda juu vizuri na ikazama kwenye nyafu. Ile aibu wanaiona FD Maendeleo, ile taabu wanaiona FD Maendeleo. Usiku umeingia mchana. Oh my God, ni Jean Kaula naoza. What a goal, what a player. Hawezi kuwa naoza kama haya, si mambo yako. Ni dakika ya 76, kamba imekubali. Ni Jean Kaula, mwami wa Tendere, mwami wa kambi, mwami wa mkoa wa Kigoma. Ameweka kamba nzuri, ameufanya mchana wa FD Maendeleo kuonekana ni usiku. Watakwenda wamelala, watakwenda kulala wamechoka. Ni tabu wanaipitia, ni shida wanaipitia. Hawa ndio Jashe Ambilombe nao wajua, hawa ndio majogoo nao wajua, hawa ndio UNHCR nao wajua. Mtu amepigwa comeback, tatu zimekubali kwenye nyavu zake. Wamelazimishwa kwenda katika uwanja FD Maendeleo. Na Jean Kaula ni mwami wa mchezo, ni mwami wa Tendere kabisa kupatikana katika lango la Jashe Ambilombe. Huku idadi ya makona kwa faida ya Jashe Ambilombe jumla zilikuwa ni kona 6, huku FD Maendeleo wakiwa na kona moja, dakika ikiwa tayari ni ya 90. Dakika ikiwa ni ya 90 mpaka sasa, bado zile dakika za nyongeza zinajadiliwa. Kona kwa kona ya chini chini anaikataa Mlo, lakini ni ndani ya 18, ni ndani ya 18. Amenawa, hakuna mjadala, hapakuwa na mjadala wowote. Ni muda wa kucheza penalty ambayo imepatikana. Ilichezwa kona ya chini chini nzuri, lakini mpira umegusa mkono na hakuna mjadala. Ni penalty wamepata FD Maendeleo. Nyuma ya mali amesimama Amos Ndombolo, ikiwa ni dakika za jioni kabisa. Matokeo mpaka sasa ni 2-1, ni 3-1. Yes, 3-1. Amos akifanikiwa kuingiza hii penalty, matokeo yatakuwa 3-2. Bado Jashe Ambilombe atanufaika kwa bao moja. Amos Ndombolo, Amos Ndombolo ameiweka kamba. Wamerudi katika Jashe Ambilombe. Bado ipo bao moja ambayo wananufaika nayo Jashe Ambilombe. Matokeo ni 3-2 sasa. Ngoja tuone maajabu ya soka. Limebaki bao moja. Ni dakika 8 zimeongezwa kwenda kumaliza 90 za mangamizi. Hizi dakika 8 zipo kwa ajili ya kufidia zile dakika kadhaa ambazo zilipotea. Mpaka sasa Jashe Ambilombe yuko mbele kwa bao moja, matokeo ikiwa ni 3-1 kwa 2. Yes, 3-2 kumradhi.
Dakika 90 zimemalizika kikamilifu, huku mshindi akipatikana ni Jashe Ambilombe. Jumla ya mabao katika mchezo yakiwa ni mabao 5, huku Jashe Ambilombe akifaidika kwa mabao 3, Aifede akiwa na faida ya mabao 2, akiwa amebaki katika hii hatua na anaendelea na mashindano. Jashe Ambilombe kwa kunufaika kwa bao 1. Nafikiri sasa ni muda wa kuona kukaa chini na kufikiria ni namna gani ya kuja nayo katika mchezo unaofuata kwa Jashe Ambilombe. Ulikuwa na mimi Ishara Update, lakini nilikuwa na Omikani Kofia kuhakikisha kwamba tunakuleta matangazo yaliyo bora. Na kumradhi, huenda kuna lolote lile ambalo limekukera katika haya matangazo, basi tuombeane msamaha. Tukutane kwenye michezo mingine. Mimi ni Ishara Update, nilikuwa na wewe katika uwanja wa Baba Juma Stadium. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.